Leo tuko kwenye ziara ya kukagua hali ya upatikanaji wa maji katika mamlaka zetu, hususan katika mamlaka ya mji mdogo wa Boma, lakini kwa wilaya nzima ya wilaya Hai. Kama ambavyo mnafahamu kwamba wilaya yetu ni moja kati ya wilaya ambazo zimepata miradi mingi sana ya maji. Tuchukue fursa hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Amesema mbunge tulikuwa na uhaba wa vyanzo, lakini katika kipindi chake Mheshimiwa Rais ameibua vyanzo vipya vya maji, takriban vyanzo 4 ambavyo vinagharimia kiasi cha shilingi bilioni 10. Lakini akaona haitoshi, mwaka jana akatupatia fedha bilioni 3.39 kwa ajili ya chanzo cha kikafu soka, kujenga tanki, lakini pia kusambaza maji. Akatuongezea tena fedha milioni 700 kwa ajili ya kusambaza maji katika vyanzo matenki haya ambayo tuko hapo. Kimsingi wilaya yetu ya Hai inahitaji mahitaji ya kila siku ya maji ni lita milioni 30 kwa siku. Wananchi wote 240,000 wanatumia lita 30,000. Lakini hali ya upatikanaji wa maji katika wilaya yetu kwa siku ni lita milioni 27. Tulikuwa na changamoto ya lita milioni 3. Na katika maeneo sisi hapa Hai tuna bodi 5, tuna bodi 4. Maeneo yenye changamoto ni maeneo machache tu. Kwenye mamlaka ya mji mdogo ya mamlaka ya mji mdogo Hai, hususan katika eneo la Bomang'ombe, kuna kata 3 ambazo zina changamoto: kata ya Bomang'ombe, kata ya Bondeni na kata ya Muungano. Kwa hizi ndo kata ambazo zina changamoto ya upatikanaji wa maji. Lakini pia kuna eneo la Rosakia ambalo linashirikiana linahudumiwa na bodi ya Rosakia ambayo inahudumia vijiji vya Mungushi vilivyopo katika kata hii ya Masama kusini, kwa Masama kusini, Sadala na baadhi ya maeneo ambayo yanaenda Kia. Sasa kimsingi hatuna changamoto kubwa sana kama kulinganisha na maeneo mengine. Kwetu sisi hapa, ule mradi ambao mwaka jana Mwenge ulizindua una uwezo wa kuzalisha, ili mamlaka ya mji mdogo Boma ipate maji, tunahitaji maji lita milioni 9. Lakini vyanzo vyetu vyote, kikafu soka na tenki lile la kuhifadhi, lina uwezo wa kuhifadhi lita milioni 7. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi kipindi cha Septemba to Disemba, hususan kutokana na uhaba wa mvua na hapa kipindi hiki cha ukame, uzalishaji ukapungua kidogo. Lakini Mheshimiwa Rais ameleta fedha milioni 600 ambazo tunahamisha maji kutoka kwenye tenki lile kuja hapa, ambapo hapa kuna matenki makubwa 4. Hili tulilosimama lina uwezo wa kupokea maji lita 500,000 na yale mengine yana uwezo wa kupokea maji 300,000. Kwa hiyo ni lita 900,000. Ukijumlisha na hii 500,000 ni lita milioni 1.4. Kazi ilipofikia imefikia 90%. Nimeelekeza mambo mawili yafanyike. Jambo la kwanza, kwa sababu kuna uhaba wa maji unatokana na kipindi hiki cha kiangazi, watu wanaochukua maji kutoka hapa na kwenda kuuza katika maeneo mengine tofauti na maeneo ya Hai. Nimemwelekeza injinia wa Ruwasa na meneja wa Ruwasa wa mkoa wa wilaya wasiwaruhusu watu wao kuuza maji nje ya wilaya yetu ya Hai, mpaka wananchi wa wilaya ya Hai wajitosheleze kwa maji. Hayo ni maelekezo yangu ya kwanza. Lakini la pili, tumekuwa tukikagua miradi hii usiku na mchana. Tulipita na katibu tawala tukakubaliana kwamba kufikia tarehe 29 kesho kazi hiyo imeshakamilika. Lakini bahati mbaya sana, mkandarasi ambaye alipewa kazi hii ameifanya kazi hii ambayo inatakiwa ikamilike mwezi wa 3. Tulishamwelekeza apambane kazi hii ikamilike ndani ya wakati, watu wapate maji, hizi lita milioni 1.3 na 1.4 ziwafikie kabla ya Januari. Kazi iliyobakia ni kusimamisha, kuweka maungio, kuingia kwenye matanki, lakini ni kuunganisha zile miundombinu ya pale.